Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Wizara ya Madini imeweza kufanya ziara ya kamati ya kudumu ya Bunge ya Nishati na Madini kwenye miradi ya kituo cha umahili Dira, tunazungumzia Chunya. Lakini pia imeweza kutembelea katika kituo cha mfano Itumbi wilayani Chunya. Mambo walioweza kuyajadili na kuyatilia mkazo ni kama haya yafuatayo. Wameweza kuangalia namna gani utendaji wa kazi katika vituo hivyo ambavyo inaendeshwa, lakini pia uchenjuaji wa dhahabu, kukuza na kusambaza kemikali na vipulizi, mafunzo kwa vitendo na ushauri, lakini pia wameweza kutazama mafanikio, lakini pia changamoto za vituo hivyo. Wizara ya Madini, Shirika la Madini la Taifa STAMICO, taarifa ya kituo cha mfano kwa uchimbaji wa wadogo cha Itumbi kwa kamati ya kudumu ya Bunge ya Nishati na Madini. Wameweza kutolea baadhi ya taarifa ya mafunzo kwa vitendo, jinsi gani watu wamekuwa wakijifunza na wakipata ueledi mkubwa kupitia kituo hicho cha Itumbi. Wameweza kuzungumza hivi: kuanzia Julai 2023 hadi Januari 2025, wachimbaji wadogo wapatao 350 wametembelea kituoni hapo na kupata elimu zaidi juu ya huduma zinazotolewa, na hii limefanyika kwa njia ya maelekezo ya moja kwa moja kwenye mtambo wa CIP ili kuhakikisha kuwa kila mteja anayetembelea kituo hicho anapata ufahamu juu ya huduma zinazotolewa katika kituo hicho. Lakini pia wamewajengea uwezo ili waendelee kunufaika na huduma zinazotolewa katika kituo hicho, pamoja na kuwekeza kwenye uchenjuaji wa madini kama iliyoko katika kituo bora zaidi. Lakini pia watumishi wa kituo wametembelea wachimbaji wadogo wapatao 24 kwa lengo la kuwashauri, kuwaelimisha namna bora ya kuendesha shughuli zao za uchimbaji na uchenjuaji katika mazingira salama na kujikinga na athari za kiafya. Lakini pia mwenyekiti wa Bunge ya Kamati ya Madini, Mheshimiwa David Matayo, alikuwa na haya ya kuzungumza pale ambapo alikuwa anawauliza maswali ili kujua utendaji kazi wa vituo hivyo. Au wateja hapo tunafanya mchana tu. Mchana tu. Yes. Yani kufanya kazi mpaka tuwe na mteja ambaye anataka kufanya kazi. Ndio. Sasa hivi wako wateja ambao tunawahudumia sasa hivi. Lakini mwenyekiti Mheshimiwa David Matayo ameweza kuelimisha zaidi juu ya uchimbaji mzuri na utunzaji wa vituo hivyo. Mheshimiwa Masache Kasaka, mbunge wa jimbo la Lupa, ameweza kutoa shukrani zake za dhati kwa ofisi ya waziri kwa ujio wa kamati ya madini na nishati, akiongozana na wabunge wa sehemu tofauti tofauti kwa ajili ya kutembelea vituo hivyo. Kumbukumbu nzuri kuhakikisha kwamba mambo ambayo kamati imeelekeza yataenda kufanyika ndani ya wilaya ya Chunya. Lakini jambo la pili yake, tuishukuru pia serikali kwa salamu hizi kwa Mheshimiwa Waziri, na wao pia ushirikiano ambao tupatia mpaka sekta yetu ya madini imeendelea kufanya vizuri zaidi. Na kwa wachimbaji wadogo, sisi leo ni wazalishaji wa pili. Hii ni kwa sababu ya hali nzuri ambayo imetengenezwa, mazingira mazuri na serikali yetu chini ya Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, na kwa wanachunya kupitia sekta ya madini, lakini pia miradi mbalimbali ambayo imeweza kufanyika ndani ya wilaya ya Chunya. Tunasema kwamba yeye hatumdai, ila yeye anatudai, na mwaka huu sisi tutaweza kumlipa kwa kumpa mitano tena. Kwa kumalizia, tuwatakieni tena safari njema na tuwakaribishe tena Chunya. Hata kama ukiwa na matembezi yako binafsi, fursa iko wazi. Wataalamu wetu hapo watapokea vizuri, na mimi kama mwenyeji wenu pia tutawapeni ushirikiano mkubwa na mzuri zaidi, na mnapoenda huko muende mtupelekee sifa nzuri na ukarimu tulio hapa wanachunya. Tunasema asanteni na Mungu awabariki na safari njema. Lakini mkuu wa wilaya ya Chunya DC Batenga naye alikuwa pamoja na ofisi ya nishati ya madini kujua namna gani vituo hivyo vinafanya kazi na mafanikio yake. Usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kujipatia habari nyingi zaidi. Kumbuka hii ni Ambwene Media na mimi ni Uizo wa Watu.